ya Kristo kufa msalabani, lakini hapo hapo mnapiga vigoma, mnasema tunafuata sheria zamani. Sasa nyinyi mwelekeje? Yani zinazofaa mnaziacha, mkiona hizi, yani Wakristo kinachowaponza kiona hizi zinafanana na Uislamu, hazifuati. Sijui kusujudu hafuati. Kufa msalabani Waislamu hataki, wao ndo wanang'ania. Yesu mtoto wa Mungu, wao ndo wang'ania, mradi tu ajitenge na Waislamu, lakini hawawezi, kwa sababu Mungu ashatuambia kwenye Qur'ani, hao watakuwa karibu yenu muda wote. Wao Mkristo na Muislamu wanaweza kukaa majirani na akapendana. Myahudi apendani na Mkristo, yani Myahudi apenda. Leo walikuwa wanashabikia Krismasi, wamekamatwa wote walikuwa wanashabikia Krismasi. Wote Netanyahu kakamata wote, simeangalia Taifa Habari hapa. Hamna mtu kusherehekea Krismasi hapa. Kama Yesu amemkataa, amemuua, wewe mbugila una chochote kwa Mungu, atakufanya nini? Wao wenyewe wanapoamini Yesu alimuua, lakini Mungu ndo kwenye Qur'ani anatufunulia hajamuua. Aliuliwa mtu mwingine, walifananishiwa. Ila wao wenyewe wanapoamini wamemuua, afa mbugila uje kutoa. Yaani kashindwa. Yesu namuita Mungu wako, utawezaje mbugila? Wayahudi wanafanya mchezo, ni Wayahudi wamepinda kweli kweli. Mungu anatuambia kwenye Qur'ani Wayahudi mpaka amekula vyakula vya peponi. Wafa masiala. Chakula kinatoka kwa Mungu. Wale Wayahudi wanapewa chakula na Musa, kinatoka, yani wakitaka chakula tu kinashuka. Lakini Wayahudi wakasemaje? Bwana Musa, mwambie Mungu wako bwana. Sisi tushachoka keo, tunakula bure, tunataka tulime wenyewe. Wao watu wana akili timamu hao. Wakaambiwa nendeni kalime. Sawa Said. Said. Naam. Sawa, acha nimekusikia vizuri. Naam. Kesho nitaangalia, hata si kesho, ni leo. Unajua tayari tuko leo. Naam. Nitaangalia, lazima kuwe na mashaka. Kama si moja ama mbili kwa Qur'ani, isipokuwa nitasilimu. Alafu huyu Marwa mwambie mimi simbishi kwanza. Hajaelewa vizuri. Na mimi nitakuombea dua kesho fike salama. Mimi nitakuombea dua kwa sababu unaweza mtu usiku mrefu. Alafu chengine na kuonea pia huruma na kuonea. Mimi umeona nakaa mpaka sasa hivi, sitegemee kulipwa mimi. Nataka pepo ya Allah. Wewe nikikuingiza katika dini ya Allah, ukifa Muislamu, Allah akikulizia ukiingia peponi, au ukifanya mema yote hapa duniani alokuamrisha Allah, ukienda kuswali, mimi nina fungu langu. Ukitoa sadaka, mimi nina fungu langu. Ukimpenda mama yako, wazazi wako wawili, mimi nina fungu langu. Yaani unapenda wazazi wako, lakini na mimi pia nina fungu langu. Sababu unafanya vitu katika sheria, yani katika sheria, yani kihalali. Unafanya vitu kihalali. Mwanzo ulikuwa unafanya, lakini Mungu hajakulizia. Mungu anakulizia ukishaamini kwamba Mungu ni mmoja na umwamini mtume wake, Mungu anakulizia. Wewe Muislamu Kristo gani anaweza kukaa mpaka sasa hivi? Uniambie. Hakuna Kristo anaweza kaa. Yaani hawapendani wa wenyewe wanadidimizana wenyewe kwa wenyewe. Mtu kula kwako shida. Angalia mtu kula kwako shida. Lakini mchungaji wako yeye ana hela, anatembelea gari. Wewe hata baskeli una. Kula kwako shida milioni 2 kwa siku, uli mitatu. Mchungaji anakula alafu huyo anakuja anataka buku yako wewe ambayo ulikuwa unataka ukanue unga. Kuna upendo hapo? Kuna upendo hapo. Yesu anasema sadaka wa kupewa. Yesu alimwambia mwanafunzi wake, enenda ukauze vitu ulivyo navyo, ukawape sadaka maskini na mafakiri. 9:13 Mathayo. Yesu anasema mimi sitaki sadaka, nataka rehema. Yesu hataki sadaka, anataka rehema. Rehema ni ipi unajua? Sisi tukisema Nabii Isa tunamalizia alayhi salam. Yaani ndo tunamrehema za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye. Ndo kama vile rehema zenyewe. Tukimtaja Nabii Musa alayhi salam, Musa alayhi salam, Ibrahimu alayhi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kama hivyo. Ndio rehema zenyewe mitume watakiwa apewe. Yaani unapomtaja mtume unamwombea kama dua fulani, rehema kwa Mungu. Uko aliko na mtume anafurahi. Na anakusikia uko aliko. Anafurahi na una malipo ukisema hivi. Ndio maana kwa Waislamu akitajwa Muhammad, sisi tunasema sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukimtaja mara moja, Allah anatutaja sisi mara 10. Yaani sisi tunamtaja Muhammad mara moja, Allah anatuambia sisi anatutaja mara 10.
Yaani yeye Allah mwenyewe anatutaja mbele ya malaika zake, umeona mja wangu ule anamswalia mtume wangu mara 10. Utajiona Allah utaingia motoni? Yaani Allah anakutaja kwa mazuri uingie motoni? Alafu Uislamu chengine ndugu yangu, labda nikufariji kwenye Uislamu. Uislamu ukifanya dhambi moja, unaandikiwa hilo moja. Sawa? Ukifanya thawabu moja, kwa mfano kusoma Qur'ani, umeona? Ngoja nikuonyeshe. Muislamu kiingia motoni umetaka mwenyewe. Angalieni Waislamu wote mko mjue. Unaona kwa mfano Qur'ani hapa. Ngoja. Simeiona hapa Qur'ani. Hii hapa. Umeona hii? Umeona hii herufi ya kwanza? Hii herufi ya pili umeona hii? Hii moja ukiitaja tu una thawabu 10. Hii thawabu 10. Hii thawabu 10. Kuna herufi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kuna 1 kuna 2 kuna 3 14 15 16 mbona unarudi hivi? Hebu hii mbona unarudi? Na moja. Ngoja nikusome nini kwanza nikuhesabie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 38 35. Sasa aya hii hapa tumeona hii aya ina herufi 35. Allah anasemaje? Ukisoma Qur'ani herufi moja unalipa thawabu 10. Herufi hiyo moja tu una thawabu 10. Sasa angalia aya moja tu ina herufi 35. Zidisha 35 mara 10. Unapata ngapi? Umesoma aya moja unapata thawabu 350. Umezini moja unaandikiwa dhambi moja. Umesengenya moja unaandikiwa dhambi moja. Wote ingia motoni wewe. Na Allah anakuambia mtubu, na ukienda kuswali unasamehewa tena. Allah anasemaje? Kwa mfano unaenda msikitini, Mtume anatufundisha tieni uzu nyumbani. Ukishatia uzu wako vizuri, ukishatia uzu wako safi kabisa, anakuambia ukipiga hatua kulia unaelekea msikitini kumwabudu Mungu, thawabu inaongezeka. Ukipiga hatua kushoto, dhambi zinapungua. Yaani inaenda hivi hadi unafika msikitini, tayari daraja lako lipo juu, sababu dhambi zote zipo chini. Na kwa siku mara 5 unafanya hivyo, utakuwa una dhambi wewe. Karibu sana kwenye Uislamu ndugu yangu. Ila mimi nataka nikushauri, nakupa ushauri tu wa bure. Nakupa ushauri wa bure. Mimi nilikuwa nakushauri tu usilimu, alafu unafanya uchunguzi moja kwa moja, kwa sababu ukifa unakuwa na certificate ya kuingia peponi. Na ukisilimu Mungu anasema mtu unazaliwa tena, ni dhambi zako zote. Zote, yani ukishasilimu Mungu ni mmoja. Dhambi zako zote usizozifanya zote Mungu akusamehe. Zote umeua tu angavi, zote anakusamehe. Alafu thawabu zako zote zinabaki pale pale. Karibu Sheikh. Labda muelezee na ndugu yangu kuhusu Uislamu. Pale pale unaweza ukasilimu kabisa, kwa sababu mtu ukifa sasa hivi itakuwaje? Mathayo alimkuta Yesu akamwambia nifuate. Mathayo hajauliza akamfuata. Kwa sababu kama sasa hivi ushikiwi panga ushikiwi nini, unaweza kaingia kwa Uislamu ukafanya uchunguzi ya dini gani ukaacha, ushikiwi panga ushikiwi nini. Unajua mwaka jana nilikuwa kwa nini hii Waislamu na Wakristo wanaelimishana. Nilikuwa karibu nisilimu mpaka nikaoa na hiyo nini hiyo inaitwaje hiyo kitu ya kushika hiyo kuhesabu hiyo inaitwaje? Tasbih. Hiyo hii kitu ya kuhesabu hiyo. Karibu nikuwe Muislamu tena nikawa paka nini hizi nyimbo za Kiislamu hizi sijui nini hizo. Nikawa naisikia. Kwanza nilianza na Mazinge. Mazinge akiwa ilikuwa 20. Unajua maajabu ya Qur'ani? Maajabu ya Qur'ani unajua? Maajabu ya Qur'ani. Allah anasema Qur'ani anatuhifadhisha vifuani mwetu. Yaani unaposoma vile unajitahidi kurudia Allah ndo anakuhifadhisha. Na kama unabisha anakupa afanya research sasa. Soma Qur'ani ndani ya mwezi mmoja tu. Kila siku unasema Qur'ani uhifadhi, mfuate mtu anajua Qur'ani akufundishe
ukalili zile aya, ukalili aya. Tunataka maujui kusoma herufi vizuri, ukalili zile aya tu zinazosoma ndani ya mwezi wewe. Angalia ile zile ukurasa uzozikalili kichwani, alafu mtafute Mkristo. Umeona Biblia yoyote duniani mtafute, akwambie, umwambie hizo karatasi 3 zisome kama zilivyoandikwa hizi, nakupa milioni moja nakupa, ndio chukue. Alafu muone Qur'ani ilivyokuwa kubwa. Mtoto ana miaka 5 kahifadhi yote hii. Sisi tu tunafanya uzembe atuhifadhi, lakini kuna wengine makamu yangu amehifadhi. Sisi tu tunajua tumekulia Uswahilini. Wapi yani mimi mambo mengi, unasoma Qur'ani asubuhi, mtu usiku umeenda kijiweni, umefanya ndio hivyo ndio yani tuna, lakini inshallah Allah tubadilishe wote, tuwe muda wote tunasoma Qur'ani. Maswahaba alikuwa asubuhi mtu anasoma Qur'ani, mchana Qur'ani. Akikaa kazini kwake, labda na biashara yake, anaona hamna wateja, mtu anasoma Qur'ani. Paka wote wamehifadhi Qur'ani. Mbona maajabu? Karatasi moja tu, si hapa. Kama kuna Mkristo hapo alihifadhi karatasi moja aje. Karatasi moja tu aisome kama ilivyo kwa Biblia. Nampa laki sasa hivi namtumia kwenye simu yake. Laki. Mchezo ni. Sasa mimi kama Qur'ani, umeona mimi Qur'ani nimehifadhi, ngoja kuanisha nilipohifadhi. Ngoja kuanisha nilipohifadhi mimi, afuani maajabu ya Qur'ani. Na nakusomea hivyo hivyo hata kama lugha sio yangu. Allah anasema, wewe uliuliza swali kwa nini Mungu anashusha kwa Kiarabu? Allah anatuambia nimeshusha Qur'ani kwa Kiarabu ili mpate kuelewa. Maana yake angeshusha kwa lugha ya Kiswahili tusingeweza kuhifadhi wala kuweka kichwani. Kiarabu ndio chepesi la kiona. Na katika lugha nyepesi cha kwanza Kiarabu, chepesi sema ndio hivyo tu. Sisi wenyewe. Mimi nimehifadhi hizi hapo. Umeona karatasi hizi? Hizi umeziona? Ngoja nianzie. Umeziona hizi? Hizi hapa hizi. Hizi karatasi ngapi hizi? Hizi zimefika karatasi kama 70 zimefika hizi, umeona? Simuziona hizi? Hapa unatoa pande sehemu yoyote, unanianzia haya hata iwe katikati, unaanzia mimi naendelezea kama ilivyoandikwa. Au wewe ukisoma hapo ukikosea na kwambia umekosea, jaandikwa hivi. Ndio maana unakuta Qur'ani haibadiliki kwa sababu watu wanahifadhi wapi? Hapa na kwenye moyo. Kwenye moyo watu wanahifadhi. Ukitoa hata neno, watu wanasema wewe umebadilisha Qur'ani. Choma moto zote hizo karatasi zako. Ndio maana Qur'ani unakuta ibadiliki, lakini Biblia leo toleo jipya, ili toleo hili haibadiliki hata siku moja. Tangia Muhammad alivyoishusha, alivyochukua kutoka kwa Jibril, ndio hivyo hivyo. Roho Mtakatifu kamletea, alikuwa anamfunulia Muhammad. Anamfunulia aya moja, leo labda aya 2, aya 1. Mpaka yote imeisha. Ndio maana Allah anasema Qur'ani tukaifanya kuwa vipande. Mkristo anakuambia eti wewe Qur'ani imefanya vipande, uongo. Hivi jamani, kufanywa kitu kipande, kwa sababu sisi tukitoga aya 8 Yeremia inasema Mungu, inasemaje? Inasemaje 8 Yeremia? Mwasemaje sisi tuna akili na Torati ya Bwana tunao pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya Torati kuwa uongo. Wao wanatoa, mbona Mungu kaifanya Qur'ani imefanywa vipande? Sasa mtu mwenye akili anaweza kuuliza swali hilo. Eti mimi labda nataka niende Kariakoo, kutoka hapa niende Kariakoo. Alafu nikapanda gari nusu, nimepanda magari mawili, labda kutoka hapa nikaenda Magomeni nikashuka, nikapanda gari jingine lakini nikafika Kariakoo. Alafu nije kwa Biblia nasema mimi nataka kwenda Kariakoo lakini sijaenda Kariakoo, naenda Mbezi. Hivi nani atakuwa Mungu? Kufanya vipande maana yake si kitu nusu. Labda mimi nasoma Qur'ani kwa mfano, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Na mtu anayesoma Qur'ani, angalia, a'udhu billahi minashaitanir rajim, kasimama. Bismillahir rahmanir rahim, kasimama. Alhamdulillahi rabbil alamin, kasimama. Arrahmanir rahim. Wote wamesoma sawa, wa kusoma sawa. Si huyu tu kaunganisha huyu, lakini kasoma vile kama alivyosoma mwenzake. Alafu mtu useme nasoma surati Fatiha ukaja ukasoma kul a'udhu birabbin nas, wote kwa wamesoma uongo, kwa sababu umesoma unasoma Fatiha afu umeenda kusoma sura nyingine. Kwa ndugu yangu, karibu kwenye Uislamu. Ulitoa nataka ueleze sali samani kwa kukatisha, Sina swali tena mimi.
Kwa unasemaje ndugu yangu? Mimi nakuonea huruma wewe unajua. Sijui Sheikh nisema nini. Said, Allah assalamu anasema. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi, kwani huyu nilienda kwenye profile yake, kwani yeye si Muislamu wa Roba? Sio Muislamu. Ila anaupenda Uislamu kwa Mimi sababu anasema Ukristo aliuona uongo sana. Lakini anaupenda Uislamu ila anashaka, bado ana mashaka yani. Madogo. Lakini Roba, ndugu yetu Saidi, Sheikh Saidi amekupa mambo mazuri sana hapo, amekufafanulia vitu vingi sana, mambo makubwa sana amekuwekea hapo. Roba, mimi ni Mkristo bwana, mimi ni Mkristo. We Musa? Habari ya sasa? Ya, mimi huyu hapa. Aski Musa, sio? Askofu Musa Daudi, mimi ni askofu. Awe Mkristo? Mimi ni Mkristo. Ishakwambia mimi ni Mkristo, mimi ni askofu. Haina tatizo, haina tatizo. Sisi ni Waislamu pia. Haya bana. Una mada gani mpaka ujamaa aseme kwamba eti nimeona uongo ndani ya Ukristo? Sasa hizo ni katika, wanasema ni katika utafiti wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri vitu vingi vimempelekea kuona kwamba Ukristo ni uongo. Kwa hiyo labda kama unataka kumuuliza, yupo hapo, naweza akakwambia. Roba, yes. Unaweza ukaniambia umeonaje Ukristo? Wewe ni Mkristo lakini unasema uliona Ukristo na uongo. Unaweza ukaniambia kitu gani ambacho ulichokiona ni cha uongo katika Ukristo? Kwanza kitu tuseme tu kitu iko wazi, bila kutumia maandiko. Kwa mfano saizi ukiangalia watumishi wa Mungu wale ambao wamekaa katika shule ya dini kwa zaidi ya miaka 5, 6, 7 na kuendelea. Tuanze na mmoja, kwa mfano ule wa Nigeria, Oyedepo. Tukuje hapa Kenya. Kwanza wewe mwenyewe bwana. Sawa, acha nisiseme mambo ya watu, majina ya watu basi. Lakini hao watu wakubwa tuseme haya makanisa makubwa, utapata kwamba wana perform fake miracles. Wale watu wanabuni vitu tu, tuseme vitu ambavyo wao wenyewe wanajihisia kwa akili zao. Na mimi nikakaa chini nikajiuliza, kama huyu mtu amekaa chini na akasoma dini miaka 6 na amesoma Biblia vizuri sana, huyu mtu anaogopa asichomwe moto? Kama huyu mtu amekaa katika shule ya dini miaka 6 na anajua hii dini itanipeleka, mbona nisifanye mambo ambayo yatanipeleka mbinguni na kisha baadaye niasi? Haya, swali kwa Biblia kwa mfano, tarehe 25 mwezi wa 12 sio kuzaliwa kwa Yesu kulingana na Biblia. Lakini leo kanisa zote ulimwengu zinasherehekea siku kwamba Yesu alizaliwa. Mimi naona kuna mashaka makubwa hapo kwangu. Sijui unaona aje hapo wewe? Aya, sawa, umeuliza vizuri sana. Tena sana. Unataka uambiwe kuzaliwa kwa Yesu, je, imeandikwa katika Biblia katika sikukuu hii ambayo watu wengi wanasherehekea? Ndio unasema? Maandiko, hebu ukinieleza kila maandiko kwamba Yesu alizaliwa hiyo tarehe 20 hiyo, tutaelewana. Kuzaliwa kwa Yesu katika tarehe 25, sijeva? Mimi bwana, nikikupa andiko utakubali? Unajua, nimesema na nimekuwa wazi.
Nikikupa andiko nitakubali. utaachana na hiyo elimu yao majamaa wanavyokuambia vitu vya uongo. Sikiza kwanza, unaona tuelimishane kidogo hapa, si ndio? Uongo na ukweli vyote ni vitu sawa sawa. Kwa mfano yule mtu ambaye anakaa katika upande wa uongo, ye ako 100% kwamba uongo wake ni ukweli kivyake yeye. Sawa, hebu toa andiko yenye inasema kwa mfano tarehe 25 mwezi wa 12 ni kuzaliwa kwa Yesu. Haya, subiri nipige screenshot afu niweke hapa juu. Au mchungaji nani padri, unaweza kutoa tu, sisi tunasoma. Biblia ipo. Askofu tena tunaomba mpaka imprimata. Ya kawaida ukitaka tunakusomea. Huyo naye na Biblia yake roba hapa naye. Kulingana na Biblia, sawa? Ya ilikuwa ni mwezi wa 6. Sawa? Sorry, sija kusikia hapo. Kulingana na Biblia, kulingana na Biblia ilikuwa ni mwezi wa 6 ambayo yule malaika alikuja akamwambia kutazama mtoto, na hiyo siku ndio ilikuwa ni siku ya mimba. Haya, piga hesabu, mwezi wa 6 mimba inakaa miezi 9 tumboni, sio? Inakuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6 weke miezi 9, itakuwa mwezi wa 3 mwaka ujao. Utakuwa ni mwezi wa ngapi huo? Mwaka ujao mwaka gani? Utakuwa mwezi wa 3. Sawa. Hilo ndo Biblia. Sawa? Umeelewa lakini? Sawa. Sasa nataka unieleweshe hivi vizuri. Kwa hivyo leo hadi kwanza. Umeelewa? Nimeelewa. Nimeelewa. Haya, uliza tano. Sasa iko hivi. Nimeelewa. Ukiongeza 6 kwa 9 itakuwa mwezi wa 3. Nimeelewa, itakuwa mwezi wa 3. Na hii ndugu yangu, leo tuko mwezi wa 12 tarehe 25. Inaingilianaje na mwezi wa 3? Umeuliza vizuri sana. Mimi sitaki tu kupinda maandiko, waga naongea kitu ambacho kipo ndani ya Biblia, sawa? Kulingana na utaratibu wa madhehebu, sawa? Kulingana na nini? Na utaratibu wa madhehebu ndio uliopanga masuala kama nayo. Umenielewa? Lakini mimi sitaki niende hivi, nataka ninyoke. Kwa hiyo kibiblia ni mwezi wa 3 kabisa. Unataka nyingine swali au nikueleweshe? Sasa tulia tu kidogo, hata mimi nizungumze kidogo. Sasa ina maana dhehebu fulani ama madhehebu fulani yalipanga tarehe 25 mwezi wa 12 iwe kumbukumbu ya kuzaliwa Kristo. Sikia sasa nikwambie kitu. Maana naona kama hujaelewa ambacho mimi nakwambia. Hebu nieleweshe. Unajuaga tarehe aliyozaliwa Mtume Muhammad? Mimi sijui. Sasa mimi hata naendaje huko? Asubiri kwanza, ndio nataka nikueleweshe.
Unajua Yes. iliandikwa kwenye vitabu gani au kwenye Qur'ani au wapi? Unajua hiyo? Sijui mimi sijui hiyo. Hata kwenye Qur'ani haipo. Sikia nikwambie. Nakusikiza. Haya, mimi nimekwambia kwamba kwa Biblia hii sherehe ya tarehe 25 haipo. Umeelewa au tuende kwa nyingine swali? Ipo hivi. Tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa kumbukumbu ya kusherehekea siku ya kuachiliwa mfungwa gerezani. Imeandikwa kwa Biblia. Sawa. Na sasa sijui mbona ikawaje ndio hao umesema kina nani? Madhehebu hayo yakakubaliana hii tarehe ya huyu mfungwa kuachiliwa iwe tarehe ya Yesu kuzaliwa. So uone hapo kuna mashaka, hata mimi nikawa nayo jamani. Nisikilize nikwambie, sio kwamba eti ulikuwa na mashaka. Ukielewa, ukisoma Biblia vizuri nitakwambia kwamba itakupeleka katika hiyo siku ambayo Yesu alizaliwa, itakupeleka huko. Na katika hayo masuala ya sio kwamba ipo katika maandiko, hapana. Watu wanasherekea ni kwa sababu ya umoja wa maaskofu au umoja wa nanili, walikaa chini wakapangilia hiyo siku. Lakini sio kwamba eti ni siku ambayo ipo kibiblia. Hapana, mimi sitaki kudanganya, nataka niende kibiblia jinsi ninavyosema. Lakini ndugu yangu, tarehe 25 mwezi wa 12 si imeandikwa kwa Biblia? Sikia nikwambie. Wewe ndio unasema hivyo, sio mimi. Lakini ipo. Unaweza ukanitolea andiko? Nikutolea andiko? Sawa, nakutolea. Halafu kabla sijatoa andiko, unasema tarehe hiyo ambayo unasema tarehe 25. Subiri kwanza. Hiyo tarehe 25 ndio unasema kwamba Yesu alizaliwa? Hapana. Sasa kwa hiyo mimi nimekuuliza andiko ambayo Yesu alizaliwa. Mimi nimeshakuelewesha. Kwa nini wewe haujanielewa? Kama kuna nyingine swali ambayo unaona Ukristo kuna matatizo, ndio nataka nikueleweshe Ukristo. Matatizo gani? Kwa sababu tunachosoma ni Biblia, sawa? Hilo kwa hapo kwanza mimi hujanielewesha, ama umenielewesha kwamba hakuzaliwa tarehe 25. Nimesema hivi. Mariamu alipata mimba akiwa ilikuwa ni mwezi wa 6. Kwa piga hesabu mwezi wa 6, miezi 9 ni miezi mingapi? Kwa ndipo alipozaa, sawa? Masuala ya tarehe 25, mimi hayo masuala ya tarehe 25 mimi siadui. Hata mwenyewe waga siyasherekei, hata kanisani atusherekei hiyo siku. Kwa sababu sisi hatujui. Tulia tu hapo kidogo. Subiri tu hapo kidogo. Mimi Young Said ameniambia amekwambia ama amesema aje? Huyu mimi sasa hapa nina mashaka na Ukristo. Kati ya shaka langu moja ni kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 sio kuzaliwa kwa Yesu, ndio maana nikawa na mashaka na Kristo. Ndio ikakujaje ikasemekana kwamba uniulize swali, shaka langu la Ukristo ni lipi? Ndio shaka langu nikasema kwamba ni hii tarehe 25 mwezi wa 12. Sasa hapo tarehe 25 mwezi wa 12 umeshinda kunielewesha. Ndio maana mimi mashaka yangu bado yako kwa Ukristo hapo. Nisikilize kwanza. Sisi kama tumeelewa. Wewe ndio una mashaka na Ukristo. Lakini mtume hana mashaka. Ndio maana sasa nataka nisikilize kwanza. Mbona unaenda kwa haraka? Wewe ndio una mashaka na Ukristo. Sawa? Lakini mtume huyu ambao unataka umfuate wewe hana mashaka na Ukristo. Andiko. Unajua? Kuna vile unajua nimeanza kufuata hii live kuanzia saa 4. Saa hii ni kama saa 11. Tumeongea mambo mengi sana, tumesoma vitabu vingi sana. Walifika hapa watu 250. Biblia. Watu wamelala 250.
wachungaji Unaona walikuwa sasa, wengi. Sawa. nimekaa kutoka hayo masaa yote hadi sasa ni kama mambo mengi. Tunamwalika mchungaji Sawa, wetu askofu kila siku usiku saa 3 au saa 3:30, saa 3:30 au saa 4 tutafuta live call. unaona sasa ndugu yangu, sasa tumepita hiyo laini tukakuja. Mashaka yangu na Ukristo ni mengi sana, ndio sasa tukaanzia shaka langu la kwanza ni hili hapa, na ndio bado hatujalitatua. Hilo la kwanza nafikiri nimeshakuelewesha. Sawa, nisikilize. Hilo la kwanza, yapo makanisa kama kanisa langu mimi fellowship, hatuamini tarehe hiyo ambayo iliyoandaliwa katika huo ambao unasema tarehe 25. Sisi hatuamini. Tuliamini sisi alipata mimba tarehe mwezi wa 6, kwa hiyo tukapiga hesabu, kwa hiyo ni mwezi wa 3. Kwa hiyo ndio tunaamini sisi. Lakini hayo masuala ya kwako ambao unasema kwamba tarehe 25, kama na wewe pia upo katika miongoni mwa hao ambao wanaamini hiyo tarehe, sawa, ni vizuri. Kama wewe uko katika miongoni ya hao, basi niambie, maana Mungu apangiwi siku. Hata siku ya maabudio ni sawa. Kama ni tarehe 25 wamepanga siku kwa ajili ya maabudio ni sawa, sio shida. Umeelewa au? Kama kuna nyingine ambayo unaona Ukristo una tatizo, nimekuelewa vizuri. Yeah. Sasa siwezi enda kwa tatizo lingine kabla hii sijaelewa vizuri. Kwa hivyo kuelewa kwangu ni kwamba kutakuwa na mashaka baadaye, hata kama mimi sijajua mashaka yake. Kwa hili tu hii siku tunasherehekea leo, najua inaleta shida bwana, inaleta shida. Wewe ndio unasherehekea, sio mimi. Wewe ndio unasherehekea, sio mimi. Sawa, ndio maana mimi niko na mashaka nayo, wewe hauna mashaka nayo. Sawa, swali langu la pili ni hili. Mbona sisi wa Kristo tunakinzana sana na hiki kitabu? Mbona tunakinzana sana na hiki kitabu? Kwa mfano, enyewe kama hii kitabu itatupeleka mbinguni, mbona mapasta wengi enyewe hawafanyi mambo ya kuenda mbinguni? Ama hiyo ndio njia ya kuenda mbinguni? Sema kwamba mapasta wengi mbona hawafanyi mambo ya kwenda mbinguni? Biblia inasema hivi. Nenda kule, bibi, niko kwenye maandiko. Sawa, toka nje sasa. Mwambie mama kuwekee, sawa? Kwa hiyo unaposema hii Biblia inatupeleka wapi? Hii Biblia hii ndio njia ya kwenda mbinguni? Biblia inasema hivi. Ukiamini kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Yohana, soma Yohana 14, inakwambia yeye ndio njia na kweli na uzima. Kwa ukimwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi utaona ufalme wa mbinguni. Lakini uishi katika maisha matakatifu, nayo maisha usitende dhambi, uishi vizuri, uwe mtu wa kutengeneza, kuungama maovu unayotenda, dhambi unazozitenda. Kwa hiyo hapo utaona ufalme wa aliye juu. Kwa hiyo wewe una mashaka gani na Biblia yenyewe ndio iko wazi? Hivi subiri kwanza. Hichi kitabu cha Biblia wewe ukiamini unakiita ni kitabu, lakini kwenye kitabu hicho cha Qur'ani ndio unaona hicho ndio kitabu sahihi. Sio? Unajua kwanza swali sikiza kwanza. Tumeanza. Swali ni
Kwa hiyo Qur'ani ndio unaiamini kuzidi hata Biblia, si ndivyo? Kwa Biblia uiamini, ila Qur'ani ndio unaiamini, si ndivyo? Hata simu hapa. Haya, acha kwa sasa. Acha nenda sasa. Sikiza kwanza. Kwa sasa Biblia mimi siamini, Qur'ani siamini kwa sababu sikijui bado. Sawa? Sijui. Haya. Sababu yangu ya kutoamini hiyo Biblia ni yule mtu ambaye anafaa anifunze hiyo Biblia, anafanya maovu ambayo macho wazi ukiangalia mwanaume anabusu mwanaume mwenzake. Wewe ukiwa na akili timamu kweli hiyo Biblia iko sawa? Kwa mfano tena. Tuanze tu pole. Tulia tu kidogo tena tafadhali. Ukiangalia vizuri, ukisoma kuna kitabu sijui lakini nimesahau. Nitakukumbusha kesho tukiwa na hii live. Ukristo ulianzishwa na Paulo. Na unajua ilianza aje? Tulia tu tafadhali pole kulingana na Biblia vile nilisoma. Barnabas alipopata Paulo wakaenda mji uitwao Antiokia. Ikapita muda wa mwaka mmoja, sawa? Wale wanafunzi ambao walihitimu kutokana na mafunzo ya Paulo waliitwa Wakristo mara ya kwanza huko. Sawa? Mimi huwa najiuliza kama Ukristo ulianza baada ya Yesu kukufa, hao watu ambao Yesu alikuwa nao walikuwa kina nani? Mimi nilikuwa najiulizanga tu hivyo hadi leo. Nataka nikueleweshe. Tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo 28:19. Tutaona namna ambavyo Ukristo ulivyoanza kusambazwa hata kabla ya Paulo. Tutasoma andiko. Tusomee hapo kama kuna ndugu ana Biblia hapo. Nafikiri ndugu ana Biblia hapo. Kwa hiyo usingetamani uwe na mashaka na Ukristo. Kwa hiyo kitabu ipi? Tafadhali hata mimi. Mathayo 28:19. Ngoja nimsome kwanza andiko lake jamaa. Yaani wewe ndio unakutafuta zaidi. Maana naona unachafua watu kwenye Facebook, unachafua watu sana. Alafu unajua ndio mara ya kwanza kupanda hapa ilikuwa nakutafuta sana. Mimi niweze zako mimi nabishana umeona hivyo vyumba hivi. Hivyo vyumba vyote najaza Kristo mimi peke yangu. Na mwacha Muislamu mmoja tumodilete. Wakina Dula, wakina Isa wale hawana kitu. Mimi nakutafuta wewe. Wewe ndio nilikuwa nakutafuta kwa sababu unawachafua watu sana kwenye mitandao. Tunachafua sinasoma maandiko blaza. 11:25 kwa litoa kwanza namsomea andiko lake jamaa afu nakusomea na hela. Inasema 11:25 inasema hii hapa. Inasema wako litoa kwanza. Matendo ito wako litoa kwanza Matendo tume. Matendo ya Mitume 11:25 Matendo. Matendo hapa. Hii hapa mwanetu. Sikiliza andiko lako. 11:25 Matendo inasema kisha akatoka akaenda Tarso. Barnaba akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Tunasoma ufafanuzi. Inasema
imprimata jamani, kuna 1:26 inasema Wakristo, maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Wapagani hao walifahamu neno Kristo kama jina la ukoo tu, si kama jina la cheo kwa asili yake, yani mtiwa mafuta au Masia. Jina lenyewe mmepangiwa na wapagani. Msome andiko gani? Wapagani wakuambia wewe Kristo. Wewe bwana, wewe bwana. Wewe unataka kudanganya watu. Ngoja kwenye kamera. Ngoja niweke kwenye kamera. Subiri kwanza. Hivyo unachokiongea wewe, unajua tafsiri ya neno Kristo? Ndio Biblia inasema tafsiri yake, nasema wa Kristo maana yake sio hivyo. Ni wafuasi wa Kristo. Wewe sasa kama Ukristo ina maana wafuasi wa Kristo, kwa hiyo au wafuasi wa Kristo, na yeye huyu ambaye aliyekuja huku duniani alikuwa anaitwa Yesu Kristo. Sawa, kama alikuwa ni Yesu Kristo, tafsiri ya neno Yesu tafsiri yake ni ukombozi. Na tafsiri ya neno Kristo tafsiri yake ni upaka wa mafuta. Sasa unaposema hivyo wa Kristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Yaani wafuasi wa Yesu ndio waliitwa Wakristo na wapagani. Lakini Kristo lina maana yake. Kristo maana yake mpako wa mafuta. Hii hapa mpako wa mti wa mafuta au mpako wa mafuta. Lakini hilo jina wa Kristo waliitwa na wapagani. Kuna Kristo na Wakristo. Nisikilize kwanza, sawa? Ngoja niwaachie wenyewe na nisikilize madai. Nisikilize madai. Nitumia andiko gani lile vile? Nataka wewe ndio nakutafuta. Subiri nimalizane na huyo afu nije kwako. Haya, soma Mathayo 28:19 hapo. Yaani wewe ndio nakutafuta, nataka tujadili na wewe kuhusiana na Qur'an na hadithi. Musa, nimalizane kwanza na huyo hapa ili twende kwa Mathayo ngapi? Musa 28:19. Subiri kwanza kidogo. Musa, na kuomba hivi, hata mimi sometimes huwa nafuatilia sana Biblia yenyewe. Kuna Luke, John, Mark, Matthew. Ndio 28:19 hapa inasema 28 mwisho 15 Mathayo. Ipo 19 hapa inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu anatuma wanafunzi wake wakafundishe mataifa yote mafundisho yote aliyoyaamuru yeye. Sawa. Kwa hiyo na mimi nakuongezea na hii, Yesu anasema usipofuata mafundisho yake utafananishwa na mtu mpumbavu. Na kuongezea na nyingine kwa hiyo. Yaani ukifuata mafundisho yake utafananishwa na mtu aliyejenga nyumba katika nini? Katika jabali. Sawa, ni kweli kama hujafuata mafundisho yake. Nisikilize sasa. Unachosema nimekubali. Kwa hiyo hapo ndio Kristo ulianza. Sawa? Nisikilize kwanza. Yesu aliwaambia watu kipindi hicho kabla Paulo aliwaambia wanafunzi wale aliowaandaa waende wakafundishe. Hilo ndilo kanisa. Pale akasema kwamba Petro, kwa juu yako nitalijenga kanisa. Tukianza kutafsiri na namna ambavyo yalivyokuja na mpaka huko kwenye Paulo alivyopokea ule wokovu, alikuwa anaitwa Sauli. Sawa, alikaa tena kwenye miguu ya Petro, huyo Sauli.
Sawa, alikaa tena kwenye miguu ya Petro, tena akaandaliwa na Petro kule, lakini Yesu alikutana na Yesu. Kwa hiyo unaposema kwamba Ukristo ulianza kwa Paulo, nitasema hapana, tungesoma maandiko ndio tuelewe Ukristo ulianzia wapi. Lakini unaposema kwamba nina mashaka na Biblia, unasema vibaya, kwa sababu mwenye atakayekuja kuhukumu atakuwa ni yeye huyo huyo. Sawa, huyo huyo ambaye alitajwa hapa, enendeni, huyo Yesu ndio atakuja kuhukumu watu ambao wanafuata njia ambayo sio sahihi. Sasa wewe ukimkataa lazima uhukumiwe. Umekubali? Afu unanielewa? Sasa Musa, yenyewe umenifungua macho kabisa. Yenyewe umenifungua macho kabisa. Yesu anasema endeneni mataifani, endeneni kwa mataifa mkafanye mkaeneze Injili. Sasa hiyo wakati Yesu hakuwa anasema endeni kwa mataifa mkaeneze Ukristo. Ukristo umekuja baada ya Yesu kukufa. Sasa unaona, hata mimi yenyewe nimeelewa zaidi kutokana na hayo. Kama Musa, unaona aje wewe? Kwa kusema tu kweli bila kukuwa na jicho la tatu. Unajua hebu nieleze. Yesu anasema, ngoja nimtajie Musa. Yesu anasema, mwalimu, wanafunzi wanasema, mwalimu, unajua ya kuwa wewe ni mkweli. Kwanza anasema tuwajua kwamba Yesu wewe ni mkweli. Na wafundisha njia ya Mungu. Na wafundisha njia ya Mungu katika na wafundisha we mwalimu njia ya Mungu katika kweli, wala humjali mtu, kwa maana utazame uso wa mtu. Kumbe Yesu anafundisha njia ya Mungu. Njia ni dini. Sasa hiyo dini ndio inaitwaje? Nataka nikueleweshe vizuri. Unaposema kwamba Yesu anafundisha njia ya Mungu, sawa? Ndio maana akasema mimi ni njia ya kweli na uzima. Ndio maandiko hayo. Musa, huyo nisikilize kwanza. Yaani unaenda wapi? Basi niulize swali bana, na nitajibu swali mara mbili. Niulize na mimi nijibu hizi mbili zote. Sawa, kidogo tu tafadhali. Mimi naona mimi kuelewa niko chini kidogo kuelewa. Sasa naomba unifafanulie wakati Paulo alikutana na huyo nani Barnabas, halafu kisha unifafanulie wakati Yesu anaambia wanafunzi kwamba enendeni kwa mataifa mkaeneze Injili. Tafadhali combine, yani unganisha hiyo nini yote, hiyo haya yote. Sawa. Unaposema kwamba Biblia hapo kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu anatuambia kwamba nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo mataifa ni wale ambao walijui neno la Mungu. Sawa? Kama mfano mimi nachukua mfano kwa Waislamu ni mataifa. Waislamu mimi nawachukua kama ni mataifa ambao bado hawajapokea neno la Mungu. Sawa? Au inabidi niende nikawafundishe habari za ufalme wa Yesu Kristo. Sawa? Kama nikawafundisha hawa Waislamu habari ya ufalme wa Yesu Kristo, na wao pia wakipokea, wakienenda kupokea, wanabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sawa? Kwa hiyo hawa watu wa kimataifa ambao hawalijui neno la Mungu, ambapo mfano ni Waislamu, mfano na wengine ambao wanajiita ni Wakristo lakini si Wakristo, au ambao ninawaita hawa wa Katoliki. Hawa Katoliki ambao wanavaa ngozi la Kiukristo lakini si Wakristo, wale mimi nasemaga si Wakristo. Na baadhi na wengine. Kwa hiyo inabidi niende nikatangaze Injili. Na wengine ambao wanaabudu Mabudha au Wahindu,
kuna wengine ambao wanaabudu nyoka. Kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wanaabudu masanamu. Kwa hiyo mimi naambiwa niende nikawape injili, wakapokee injili. Wakipokea injili wajue kwamba ipo njia ya kweli na uzima. Katika maandiko matakatifu ukisoma kwenye kitabu cha Yohana hapo itakueleza vizuri. Yohana 14 pale itakueleza vizuri. Sawa. Musa. Kwa hiyo kidogo tu. Paulo mbona unaenda kwenye mada? Musa, kidogo unanichanganya kidogo. Nimesema tumesoma andiko mbili. Umesoma yako na yangu Sasa ndio nilikuwa nataka at least unganisha hizo nini mbili, ambapo unasema eneneni kwa mataifa mkaeneze ulimwengu, alafu hapa chini useme kwamba Paulo na huyu kiongozi wameunda Ukristo. Sasa hapo tafadhali ndio nitaelewa vizuri, kwa sababu mimi nakanganyikiwa hapo kabisa. Mimi naona Ukristo ulianzishwa na Paulo, baadaye Yesu akiambia watu enendeni kwa mataifa mkafanya nini? Mkaeneze ulimwengu. Alafu Paulo baadaye akakuja akaunda. Wewe sasa naomba unachokiongea ni tofauti, sawa? Nilisema kwenye Mathayo Yesu anawaambia wanafunzi wake, sawa? Umenisikia? Akawaambia enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wao, sawa? Kabla Paulo hajafanyaje? Hajamfuata. Paulo bado yuko anaitwa Sauli. Sawa? Kwa hiyo Paulo alikuja baada ya mateso ya kuwatesa mitume ambao walitumwa kwa ajili ya kutangaza ujio wa ufalme wa Yesu Kristo, kwa kutangaza Ukristo. Sawa? Paulo walikuwa kidogo tu. Nisikilize kwanza. Unanikanganya tena kidogo. Unajua mimi akili yangu ni ndogo. Umesema Paulo maana nataka nitesa. Alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa anawatesa watumishi wa Mungu, alikuwa anawatesa mitume. Naam. Sawa. Kwa hiyo kama Paulo alikuwa anawatesa mitume, alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa anawatesa mitume ambao wakitangaza injili, wakitangaza ujio wa ufalme wa Yesu Kristo, wakitangaza jina la Yesu Kristo. Sauli alikuwa anawatesa wale watu. Sawa? Yesu akamtokea. Naona Yesu. Naam. Mimi jamani, kusema kweli, salamu alaykum kwanza wote. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi shehe huyu jamani anaongea kuhusu injili, mimi niko mbali na rudi natoka night sasa hivi, lakini jamani yani ananitibua akili kabisa rafiki yangu jamani. Sielewi kitu hapo. Paulo sasa amekuwa ni Saumu, amekuwa ni Paulo, amekuwa Yesu, amekuwa ni mimi nataka jina kusema kweli jamani. Asante. Jina la Sauli lilikuwa kabla hajaokoka, hajapokea wokovu. Sawa? Alipopokea akaitwa Paulo. Sawa? Kwa hiyo kwa kipindi kile ambacho alikuwa na watesa wale wa mitume, alikuwa na watesa, alikuwa na waua vibaya sana, alikuwa katili wa hali ya juu. Lakini alivyokutana na Yesu akapokea injili. Alipopokea injili kwanza alitengeneza, alitakaswa, aliungama dhambi zake alizokuwa anazifanya, akasamehewa dhambi zake alizokuwa anazifanya. Basi na yeye pia akawekwa kwenye mikono ya Petro. Kwa hiyo pale alipokuwa alikuwa anafundishwa, alivyofundishwa pale alikaa baada ya ilikuwa ni miezi mingapi, alifundishwa pale. Alivyofundishwa naye pia akatangaza ile ambayo mitume walikuwa wakitangaza, na pia wakasema sasa mbona huyu mtu ambaye alikuwa anawatesa watu wa Mungu, alikuwa anawatesa watu ambao walikuwa wanatangaza njia ya kweli, sasa huyu naye anaanza kutuambilia vitu kama na hivyo. Kwa hiyo Mafarisayo wakaanza
kudadisi kuhusiana na wokovu wake ambaye alipokea Yesu na ni Paulo. Kwa hiyo ndio maana unasema kwamba Ukristo ulianza kipindi ambacho watu wa mitume wanaamriwa, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hapo ndipo akasema kwamba namwafundisha yale ambayo niliyowafundisha. Kwa hiyo hapo ndipo kulianza Ukristo. Kwa hiyo Paulo alikuta Ukristo bado unaendelea, ila katika vitabu vingi kwenye Agano Jipya, vitabu vingi Paulo aliviandika. Alifunuliwa mengi na Roho. Yeah. Bosi, sijakujua. Alikuwa ni mwandishi mzuri sana Paulo. Kwa hiyo nafikiri hapa Roba, nafikiri unanielewa kwa hilo ambalo nimekuelewesha hapo. Sijui kama unaniambiaje, kwa sababu wewe ndio umeniuliza hiyo swali. Mimi ndio nimekuuliza hilo swali, lakini bado hujanielewesha vizuri. Kwanza kwa hivi kwanza, sikiza kwanza tafadhali, sikiza tu, kwa sababu mimi nimechukua muda mrefu nikakusikiza. Nimeuliza tu vizuri nikisema kwamba Ukristo, mimi ni Mkristo kwanza, sawa? Ukristo ulianza tuseme tu specifically miaka 37 baada ya Yesu kukufa, sawa? Alafu unajua kwanza ilikuwa hivi, Barnabas alimtafuta Paulo. Walipokaa ikapita muda wa mwaka mzima, wale wanafunzi ambao walihitimu kutokana na mafunzo ya Paulo waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza pale Antiokia. Ukatoa maandiko ukaniambia kwamba Yesu aliambia wanafunzi wake, enendeni mataifa mkafanye nini? Mkafanye, utanikumbusha, sawa? Nendeni kwa mataifa mkafunze. Sasa mimi swali langu ni hili. Hapa kuna watu wawili, kuna Paulo na kuna Yesu. Sasa nataka uniunganishie hao watu wawili, Paulo na Yesu, uweke Ukristo hapo ndani. Mimi tafadhali ndio, kwa sababu mimi ni mfuasi wa Yesu na mimi nimesoma hiyo Biblia nikajua. Nisikilize. Kama Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 28:19 anavyosema, enendeni mkawafundishe mataifa kuwa wanafunzi wangu. Anayewaambia Yesu Kristo ndio anawaambia mitume waende wakatangaze. Sawa? Kwa hiyo kama wanaenda kuwatangaza, sisi yeye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kama yeye ni Yesu Kristo ambao sisi tunamfuata sisi, sawa? Ambao tunaamriwa, mitume waliamriwa waende wakatangaze Injili, sawa? Kwa hiyo tunaposoma hapo vizuri, tukisema hapo ndio Ukristo ulianzia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini niseme hivi, sawa? Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo ambaye yeye ndio mwenye jina lake, sawa? Ambao tunasema Yesu Kristo, sawa? Nasi tunaitwa Wakristo, sawa? Kwa sababu ya jina ambalo lipitalo majina yote, ambalo kuja duniani kuja kutuokoa sisi. Kwa hiyo hapo ndipo kuliapoanza kanisa. Kwa hiyo Paulo alilikuta Injili bado inaendelea. Kwa hiyo Paulo alivyokuta Injili inaendelea, Paulo naye akaja akaanza kufundisha Injili ile ile. Kwa hiyo Paulo hajakataa, hajapinga Injili ambayo ilikuta. Paulo alienenda kutangaza ile Injili, habari ya ufalme. Kwa hiyo kama Paulo alienda anatangaza ile Injili habari ya ufalme, ndio alikazia hapo hapo. Unasikia? Kwa hiyo Ukristo, ninaposema Ukristo, ninaposema Ukristo, sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo, na kama yeye ndio anatuambia sasa tuende tukawafundishe habari zake ambayo alitufundisha sisi, na kumfundisha mambo ambayo yeye aliyoyafundisha na mambo yeye aliyoyafanya, lazima sisi tufundishe Ukristo, sawa? Maana yeye si ni Kristo na sisi ni wafuasi wake, na kama sisi ni wafuasi wake tunaitwa wanani? Si wa Kristo. Kwa hiyo hapo ndipo kuliko jengeka kanisa. Nafikiri unanielewa, sijui kama unanielewa hapo, sababu sisi wote ni wafuasi wa Kristo.
Unajua kuna kitu kimoja sisi wawili tunakinzana hapo. Yes. Tafadhali. Na unisikize vizuri. Umesema vizuri kwamba Paulo alikuwa anapinga kazi ya Yesu. Kisha baadaye akapata upako, akaanza kuhubiri mambo ya Yesu. Na hiyo upako alipata, sijui kama unaweza unmute tu one on one, tuongee tu one on one. Alipopata upako, ndipo akawa na kanisa. Kwa hivyo tuseme alikuwa anapinga wale watu ambao Yesu alikuwa amefunza. Alikuwa anapinga kabisa. Sijui kama tunaelewana kutoka hapo. Musa. Sawa. Nafikiri unielewe kitu kimoja. Maana nashindwa na sijui kama nikueleweshe namna gani, sijui kama nikueleweshe njia gani. Tumia mbinu yoyote unieleweshe, maana hiyo ndio inanikanganya kabisa. Paulo alikuta Ukristo bado upo. Ama sote aliukuta Ukristo bado upo. Tufanye iwe rahisi hivi kidogo tu. Tufanye iwe rahisi kidogo tu, nakuomba. Tufanye iwe rahisi nielewe. Hebu toa aya nyingine ambayo ina support Ukristo, kwa mfano uanzilishi wa Kristo kando na hiyo. Kwa sababu hii ya Paulo ni kama tunaweza shinda hapa siku yote kabisa. Tafadhali naomba unisaidie. Masuala ya Ukristo nafikiri hapa mitume walitangaza injili hiyo, na hata Yesu mwenyewe alitangaza kwenye kitabu cha Yohana 14 tunaanza 1 tunashuka mpaka 6. Sawa, inasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendapo mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatuijui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, na mngalimjua Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Sawa? Sawa. Na mbona sijasikia Ukristo hapo? Maana mimi nisikilize kwanza. Yesu akawaambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Sawa? Tukisoma hayo maandiko yanavyotueleza hapo, tutakuja kugundua Ukristo bado upo. Nisikilize sasa. Kwenye kitabu hichi ngoja kidogo. Kwenye hicho kitabu tu kuna Ukristo tena jamani? Mbona unanikanganya jamani? Nisikilize kwanza. Ukristo sasa, ili sisi tuitwe wa Kristo, tulitwaje wa Kristo kama hatujamfuata Yesu Kristo? Sawa. Wacha nirudi juu hapo. Tumesema neno Ukristo. Sawa. Maana Ukristo maana sawa. Subiri kidogo, hata mimi swali. Sawa. Ili sisi tuitwe wa Kristo ni kwa sababu tumemfuata Yesu Kristo, si ndio hivyo? Sasa kulingana na Biblia na 1:6 Matendo, na hilo jina lenyewe Kristo umeitwa na wapagani. Ona nisikilize kwanza. Sawa, sisi kama tunaitwa wa Kristo ni kwa sababu
tunamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, si ndio hivyo? Andiko. Kwa hiyo Kristo ni dini? Kristo sio dini. Mimi sijakwambia, nisikilize kwanza. Ndio. Sijakwambia kwamba masuala ya dini. Kwa hiyo Kristo mada si masuala ya dini, sawa? Sisi tunaomfuata Kristo, sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Ndio, dini yenu ipi? Sawa, umeuliza vizuri. Dini yetu ipi? Ya, tunaenda kwenye maandiko. Taja andiko tusome. Ngoja nikusaidie nani? Iroba. Andiko. Mi kunajua ilikuwa hivi, tumeanza kutoka huko kitambo, kwa kuanzia saa 4 hadi saa hizi nimejua mazuri ya Uislamu, na tumesoma Ukristo kitabu karibu yote nzima. Sasa ndio Musa akaniuliza nitoe mashaka yenye iko kwa Ukristo. Mimi nikamuuliza tu vizuri. Nasoma Waefeso 3:21. Waefeso 3:21. Ni Paulo. Sasa kama ni Paulo tunasemaje? Au twende kwenye tofauti na Paulo tu? Yesu anasema tujifunze kwake, tufuate nila yake. Kwenye mitume 12 wa Yesu Paulo hayupo. Nisikilize kwanza, si Paulo naye alifunuliwa? Na kama alifunuliwa tunafanyia? Alifunuliwa na nani? Alifunuliwa na huyo Yesu. Maana alifundishwa na Yesu. Sawa, kafunuliwa na Yesu, sawa. Na Mwamposa naye kafunuliwa na nani? Mimi Mwamposa mimi simjui. Labda wewe ndio unamjua. Kwani Paulo alimtangaza na sikajitangaza mwenyewe kwamba kakutana na Yesu? Na Mwamposa naye akisema mimi nimeota Yesu kanipa utume, utakataa? Paulo hajajitangaza kwamba alifunuliwa na Yesu. Kwa hiyo wewe unasemaje? Unatangaza na nakuuliza tena, nakupa andiko hapa 9:7 Matendo. Yaani bwana huyu. Maswala ya Mwamposa amekujaje hapa? Paulo utume wake kapata kama alivyopata Mwamposa. Yesu, soma kwanza hicho kitabu. Soma kwanza hicho kitabu. Kwa nini unakataa maneno ya Paulo? Kwa sababu gani nakataa? Sikiliza. 7:26 Mathayo, alafu nikwambie kwa nini nakataa maneno ya Paulo. 7:26 Mathayo nasemaje? Inasema, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, Yesu anasema, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Sawa, tunamwangalia Paulo, twende kwa Paulo. Wakorintho wa pili 11:17. Je, anapingana na Yesu au anamfuata Yesu? Paulo anasema, ninenalo silineni agizo la Bwana Yesu, bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu. Yesu anasema mtu asipofuata mafundisho yake atafananishwa na mtu mpumbavu. Paulo yeye anasema mimi sipati mafundisho ya Yesu na mimi najisifu kwa ajili ya upumbavu wangu. Tutamsikiliza mtu mpumbavu sasa? Kwa mfano upumbavu wake mmoja, kwa mfano Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. 2:13 Tito, Paulo anasema Yesu ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yesu anasema Paulo anasema Yesu Mungu mkuu. Yesu mwenyewe alosema tujifunze kwake anasema Yesu Baba ni mkuu kuliko yeye. Umeona mafundisho ya Paulo? Paulo 5:12 wa Galatia anaambia mkitailiwa Kristo afaidi neno, maana yake hamtaki kutailiwa. Lakini Yesu 2:21 Luka ametailiwa. Na Ibrahimu alitailiwa kaambiwa agano la milele. Yesu akasema mjifunze kwangu mimi wote tutailiwe. Mimi nimesema hivi, kama wewe unakataa masuala ya Paulo, unataka mimi Paulo ninamkubali kwa sababu, nisikilize kwanza. Paulo ndo aloleta Ukristo, ndio maana kila nisikilize kwanza. Ukristo lazima aende kwa Paulo. Yesu mimi sijaenda kwa Paulo, unataka twende kwa ingine sehemu. Soma Petro. Au kama vipi tumjadili mada Paulo mtume wa Mungu au si mtume wa Mungu hapo? Sasa wewe unaenda kwa nakupa 10. Sasa mimi pia